Naitwa Frank John Mkinda, kwa sasa ndiye mkuu wa wilaya ya Kahama, na niko mbele yenu kwa niaba ya mwenye mamlaka aliyepewa mamlaka ya kusimamia mkoa wetu wa Shinyanga. Nitoe pongezi za dhati kwa uongozi wa TFS pamoja na wadau wote walioshiriki kufanikisha jambo hili kubwa au maono makubwa ya kuunganisha uhifadhi wa mazingira, maendeleo ya jamii na ukuaji wa sekta ya utalii nchini. Leo si siku ya uzinduzi tu, ndugu wananchi wenzangu, lakini siku ya kuonyesha namna ambavyo rasilimali zetu za asili zinaweza kubadilishwa na kuwa fursa za maendeleo ya kiuchumi, ajira, elimu sambamba na burudani kwa jamii. Utalii ni moja ya sekta muhimu zinazochangia ukuaji wa uchumi katika nchi yetu ya Tanzania. Mara nyingi watu wanapozungumzia utalii tunaelekeza fikra kwenye mbuga za wanyama, milima au fukwe za bahari, lakini leo mmetudhihirishia kuwa hata hapa Shinyanga tuna hazina kubwa ya utalii wa mazingira yanayostahili kutambulika, kuenziwa na kutembelewa. Mkoa wa Shinyanga unaendelea kupiga hatua katika kuendeleza utalii wa ndani kwa kutumia rasilimali zilizopo. Hii ni fursa muhimu kwa wananchi wetu kujifunza kuwa utalii unaweza kuanza hapa nyumbani. Utalii wa ndani una mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi. Ninaamini wote mmepata nafasi ya kutembelea vivutio na huduma zilizowekezwa mahali hapa. Tumeona ukumbi wa mikutano, tumeona eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya movie, lakini limekaa kitalii zaidi, kiasili zaidi. Ni moja ya ubunifu ambao kwa namna moja au nyingine unakwenda kukuza uchumi wa taifa letu, lakini kutengeneza mazingira ya kuimarisha afya ya akili kwa sisi wananchi wa mkoa wa Shinyanga sambamba na maeneo mengine. Wa wilaya ya Shinyanga na msimamizi wa kituo cha katika tukio letu mahususi ikiwa ni kwa ajili ya kuzindua shughuli za utalii ekolojia. Katika miaka ya 1920 hali ya misitu kwa hapa Shinyanga ilikuwa ni njema kabisa. Miaka 1920 na kurudi nyuma, kulikuwa kuna miti mingi na misitu ilikuwa inapendeza kama ilivyo maeneo mengine katika nchi hii. Baada ya mwaka 2000 hali ilibadilika kimazingira, ambapo wakazi wa mkoa wa Shinyanga walikumbana na changamoto zilizokuwa zinatokana na mbung'o. Mbung'o walikuwa wakiathiri mifugo, lakini pia walikuwa wakileta madhara kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo kutokana na athari kubwa za mbung'o, wakazi wa Shinyanga wakawa wameanza kukata miti, kwa sababu wale mbung'o walikuwa wanakaa kwenye ile miti. Kwa hiyo miti ilikuwa ni kama makazi ya hao mbung'o. Kwa hiyo ukataji wa miti ulipelekea kwa kiasi kikubwa uharibifu wa kimazingira na ilikuwa imetishia hali ya kimazingira, na ndipo sasa ilipofika mwaka 1986 serikali ikaja na mpango maalum kwa ajili ya kuanzisha programu ya kuhifadhi mazingira au kurejesha uoto ambao ulikuwa unapotea, na programu hiyo ilikuwa inaitwa kwa jina maarufu la Hashi. Hashi maana yake ni hifadhi ardhi Shinyanga. Ukubwa wa msitu huu ni hekta zipatazo 48.9. Miaka miwili iliyopita serikali kupitia wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS tukaona kwamba ni vema sasa tuweze pia kuweza kuanzisha huduma za utalii ekolojia kwa ajili ya kuanzisha miundombinu ili kuwezesha wananchi waweze kufika mahali hapa na kufurahia maumbile ya asili, kwa sababu hili ndio eneo pekee kwa kiasi kikubwa ambao limebaki katika, naweza nikasema, katika mkoa wa Shinyanga ambapo unaweza ukapata uoto wa asili ukaweza kutembea ukakuta kuna miti mingi namna hii. Maeneo mengi katika mkoa wa Shinyanga yameharibiwa, lakini katika eneo hili ni sehemu mahsusi kabisa ambapo unaweza ukaona kwamba kumbe msitu wa asili ndivyo unavyokuwa. Kwa hiyo tunazo shughuli nyingi zinazofanyika hapa, huduma zinazopatikana sasa katika utalii ekolojia. Maana kama tulivyokutembeza katika eneo letu, kuna huduma za utalii wa picha, lakini pia kuna huduma za kufanya mazoezi, lakini pia kuna watu wanaweza wakaja hapa kwa ajili ya kufanya shughuli za picnic, lakini pia pale dini rasmi tunalo eneo kwa ajili ya camping kwa maana ya malazi msituni,
na pia tuna eneo ambayo unaweza kufanya bonfire, kwa maana ni moto wa msituni, lakini Wasukuma wa mkoa wa Shinyanga wanafahamu jina la Shikome. Ni mahala ambako moto unapokwa na wazee wanatoa wosia mbalimbali kwa ajili ya familia zao. Lakini pia tunatoa pia huduma za ufugaji wa nyuki. Kuna utalii wa nyuki ambao unaweza kufanyika mahali hapa, na wageni mbalimbali wakafika hapa na kuweza kupata elimu ya namna ufugaji wa nyuki unavyofanyika, na wakaweza kujifunza namna ambavyo shughuli za ufugaji nyuki zinavyofanyika. Na hivi tulivyovionyesha leo ni mwanzo tu. Taasisi ama serikali nao mpango mkubwa wa kuendeleza shughuli za utalii ekolojia katika eneo hili, ikiwemo sasa katika mwaka ujao wa fedha wa serikali kuna mpango mkubwa wa kuweza kuanzisha bustani ya wanyama, ambapo tayari fedha zimeshatengwa, na panapo majaliwa ifikapo mwakani majira kama haya, eneo hilo la bustani ya wanyama litakuwa tayari limeshakamilika humu ndani ya hifadhi. Hapa naitwa Aloisi Kilema, ni mwakilishi wa kamanda wetu wa kanda ambaye yuko safarini Dodoma kwenye majukumu mengine ya kitaifa. Napenda kushukuru uongozi wa mkoa kwa kutuunga mkono kwenye hili swala letu la uanzishaji wa utalii ekolojia katika hifadhi yetu hii ya msitu wa Rubaga. Serikali imeamua kuanza kuwekeza kwenye haya maeneo ya misitu ya hifadhi zetu, kwenye yale maeneo ambayo tunaweza tukafanya utalii ekolojia, ili tuweze kuanza kupata mapato kwenye hii tasnia, alafu pia kupunguza yale masuala ya uvunaji. Tunajua kwamba misitu mingi ya uvunaji inazidi kupungua, miti mingi inapotea. Kwa hiyo tunapoanzisha vitu kama hivi tunatusaidia kupata mapato na kupunguza ile prokushani ya kupata mapato kupitia hifadhi zetu. Tumeanzisha baadhi ya maeneo mengi tu ambayo yana aina hii ya utalii ekolojia. Pale Tabora pia tunataka kuanzisha utalii ekolojia upande wa Igombe Damu. Kuna ziwa pale, kuna bwawa liko kubwa tu. Bado tunafanya taratibu na wenzetu ambao tunashirikiana nao kwenye kuhifadhi, ili tuweze kuona namna gani kuanzisha kitu kama hichi. Kwa hiyo Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa, napenda kushukuru sana kwa kutunga mkono. Naomba muendelee kutunga mkono ili tuweze kufanikisha jambo hili kwa wananchi, nafasi ya kuja kupumzika hapa kwenye maeneo kama haya hapa. Wanapofanya kazi wiki nzima ile, angalau ukipata nafasi siku moja, 2, 3 hapa kwa ajili ya kuondoa stress za kazi. Kwa niaba ya taasisi zingine zote, nipende kuwapongeza. Kwa majina naitwa Flora Kajimula, niko hapa kwa niaba ya mkoa wa Shinyanga. Napenda kuwapongeza, na kama ilivyotamkwa tuweze kuongezea na vichopezo vingine. Nadhani itakuwa eneo zuri. Sisi wataalamu wa afya tunasema afya ya akili, kuja kupunguza stress. Tunajua kufanya kazi, changamoto ni nyingi za kimaisha, lakini tunatamani sehemu ambapo unaweza ukatuliza akili, kaweza kutafakari, lakini ni kivutio pia sehemu za watoto wetu, familia, kuweza kukaa na kupata burudani na mambo mengine kadha wa kadha. Naomba niwapongeze TFS kwa kazi hii nzuri ambayo sasa tunakwenda kupata matokeo chanya ambayo yatakwenda kutuletea maendeleo katika wilaya yetu ya Shinyanga mjini. Kipekee kabisa naomba nichukue nafasi hii, mambo tuliyoyaona, ninaona mbele kuna mwanga, na ninaona kabisa hata ile roho ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika masuala ya utalii yanakwenda kuzaa matunda. Kwa sababu tukiangalia toka Mheshimiwa Rais kazindua roho ile, watalii takriban 5,000 ambao wameshatembelea katika hifadhi zetu. Hivyo ninaona kabisa mpaka kufikia 2030 hata sisi Shinyanga tutakuwa tumeingia katika swala la utalii kikamilifu kabisa. Mimi ninaomba niwatakie kila laheri, muendelee kuchapa kazi kwa bidii, na ninaona kabisa
Eneo hili litakuwa ni kivutio kikubwa, jinsi tulivyotembelea tumeona. Ninaomba niwapongeze sana. Kwa niaba ya mstahiki meya Salum Kitumbo, ninaomba niwatakie kila laheri mnapokwenda kutekeleza majukumu yenu. Tuko pamoja na nyinyi, tuko tayari kushirikiana muda wote na wakati wote.